Naungana na mwandishi wetu Ben Kirui kwa maelezo zaidi kutoka sehemu hiyo ya tukio. Kirui. Naam, asante Babu. Jinsi ambavyo mmesikia gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi hakifika katika eneo hili kuweza kutathmini yale ambayo yamekuwa yakijiri hapa tangu saa 9 asubuhi ambapo shughuli ya ubomoaji ilianza, na tumeweza pia kupata kutoka kwa wafanyabiashara ambao wameathirika, ambao wanasema wamekuwa wakitegemea eneo hili kupata kipato cha kila siku, lakini kikubwa ni kwamba kulingana na matamshi ya gavana ni kwamba NAM ndio ardhi hii inamilikiwa na shirika la reli, lakini alikuwa na idhini ama alikuwa tayari amelipia kuweza kufanya shughuli zake za kibiashara hapa, akishangaa ni kwa nini ama ni kwa sababu gani shughuli hiyo ya ubomoaji iweze kufanyika hapa, na anakana kwamba alikuwa amepewa notisi na shirika hilo la reli, lakini pia kulikuwa na tayari ile amri ya mahakama kupitia kwa hakimu mkuu Muthoni Njagi akisema kwamba shughuli zozote za ubomoaji zisiweze kufanyika katika eneo hili hadi wakati ambapo kesi ambayo iliwasilishwa mahakamani na mmiliki wa ardhi hii ama mmiliki wa jengo hili la kibiashara Kimani Wamatangi iweze kusikizwa na kuamuliwa. Anashangaa ni imekwaje sasa wale maafisa wa polisi kupitia ama kwa idhini ya shirika la reli walifika hapa na kufanya shughuli hiyo ya bomoa, na shughuli ambayo ilifanyika usiku wa manane bila wale ambao walikuwa wameleta mali yao, ikiwemo magari yaweze kusafishwa ama kuoshwa hapa, na pia mali ama mikeka na vifaa vingine ambavyo vilikuwa vimeletwa hapa na wateja, kwa sababu anasema kwamba hii inakaa ni kana kwamba analengwa kisiasa na si mara ya kwanza akipatwa na hali kama hii. Kwa hivyo ni shughuli tu ambayo imekuwa ikiendelea hapa, na pia taarifa ambazo tumeweza kukusanya kutoka pia kwa vitengo vya usalama wakisema kwamba NAM walikuwa wamepatiwa kazi hii waweze kuja kusimamia shughuli hii ya bomoa, akisema kwamba notisi ama ilani ya watu wafanye biashara ambaye anamiliki eneo hili aweze kuhama, ndiposa eneo hili liweze kutumiwa na shirika. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumeweza kupata hapa kutoka kwa asasi za usalama, na kando na hilo wala wafanyi biashara ambao kadhaa wameweza kuathirika wanasema kwamba wamekuwa wakitegemea eneo hili kuweza kufanya biashara zao na kupata mapato ya kila siku. Tuweze tu kusikia kifupi kutoka kwake ameathirika vipi. Majina kwa kifupi, uniambie jinsi ambavyo umeathirika, umekuwa ukifanya nini hapa? Mimi kwa majina naitwa Chacha. Chacha nani? Chacha Mwita. Mimi nimeathirika kwa sababu ya nini? Hii college ilikuwa inanisaidia kwa hustling hapa. Nilikuwa napata kipato hapa nalisha familia yangu. Sasa mimi niko na machozi kwa sababu sina sehemu nyingine nitafuta hiyo kipato. Ninahangaika. Sasa nitapata kazi nyingine namna gani? Kwa sababu hapa nilikuwa nategemea hapa. Sasa sina namna nyingine. Na huyu gavana ameenda hasara pesa mingi sana. Kwa sababu ukiangalia kama alikuwa ameandika watu wa car wash walikuwa wanafaidika kutoka hapa. Na watu wa mikeka ni hapa tu kwa tegemea. Alikuwa ameandika watu wengi na security walikuwa wanakula kupitia hapa. Sasa walisha familia zao kupitia njia hii. Sasa ona namna vile watafanya ndio sasa wasaidie. Sasa hapa Asante Chacha, na pole kwa yale ambayo yalikupata. Asante sana. Naam, Babu, ndivyo unavyosikia, nisonga kidogo hatua moja. Naam, unavyosikia ni baadhi tu ya wale ambao wamekuwa wakitegemea eneo hili. Kwa hivyo hali ni kama hiyo, tutaweza pia kupekua zaidi tupate hali kamili, ndiposa tuweze kuwajuza watazamaji wetu yale ambayo yamekuwa yakijiri hapa. Kwako Babu. Asante Kirui kutoka eneo la tukio ambapo ubomoaji ulikuwa ukiendelea usiku wa kuamkia leo. Madaktari katika hospitali